kufungwa tu kutokana na ubora wa mpinzani ama namna ambavyo wapinzani wamekuja kwa msimu husika, ama pengine namna ambavyo timu yenu haiko sawasawa katika msimu husika. Kwa mimi ninachoamini tumehukumiwa kutokana na ubora, na ukitaka kuthibitisha hilo ni kwamba timu tayari imeshaongoza magoli mawili, lakini tumeshindwa kuzuia kwa dakika 45 tu tuondoke na ushindi wetu wa kwanza. Kwa hiyo ukiangalia tu hapo unaona ni shida kubwa zaidi ya kiufundi kuliko ya kiutawala ambayo tunalazimisha ionekane kwamba kuna shida ya kiutawala. Yote kwa yote ni kwamba mimi ninachoamini ni kwamba tumepoteza nafasi yetu msimu huu ya kwenda hatua inayofuata kwa sababu ya kuzidiwa na wapinzani wetu, kwa sababu za mpira wa miguu. Haya ni mapito ambayo kila timu inayapitia ili kujipanga kuelekea msimu unaokuja. Ahmed, mara baada ya kuongoza goli 2-0, ulikuwa na imani Simba itapata ushindi leo? Yaani nilikuwa na imani, sababu kama umeshafanikiwa kuongoza goli 2 na zimebaki dakika 45 tu ambazo una option nyingi ya kufanya, aidha kama ni kuzuia ama kuendelea kumpelekea moto mpinzani wako. Kwa hiyo nilikuwa naamini tayari nilikuwa nimeshaanza kufurahi, na kila mwana Simba alikuwa ameshaanza kufurahi akiamini ya kwamba Simba anakwenda kufufua matumaini yake na kuondoka na alama 3 za kwanza hii leo Benjamin Mkapa. Lakini yaliyotokea yanabaki kuwa historia ya kuumiza ndani ya klabu yetu, ndo mpira. Na Simba imeonekana ikicheza vizuri sana kipindi cha kwanza, lakini walipokuja kipindi cha pili ikaonekana imeleta mabadiliko makubwa sana na kuwapelekea wapinzani kumiliki ball position na kupata sare ya bao mbili. Nadhani mabadiliko yaliyotokea kwa Yusuf Kagoma baada ya kuumia pamoja na Wilson Nangu kwa namna moja ama nyingine yalidhoofisha timu yetu. Kila mmoja anafahamu upambanaji wa Kagoma hasa kwenye eneo la kiungo, lakini vile vile upambanaji wa Wilson Nangu hasa kwenye eneo la backline. Kwa hiyo kuumia kwao kukapelekea mipango mingi ya kiufundi kubadilika, na kama haitoshi wapinzani wakaweza kunufaika na advantage hiyo. Lakini goli ambalo amesababisha Alassane Kante lilimkata kabisa na kumuondoa mchezoni na akaomba kufanywa mabadiliko. Maana yake ni kwamba alishindwa kabisa kuhimili pressure ambayo ilikuwa inamkabili. Baada pale kila kitu ndani ya timu ikabadilika na wapinzani wakanufaika. Kwa kumalizia, semaji ni rasmi sasa, tunaweza kusema ile booster iliongezwa dirisha dogo, nguvu kubwa inahamishiwa sasa kwenye NBC. Ya, kwa sasa kilichopo mbele yetu ni ligi kuu ya NBC pamoja na kombe la shirikisho. Kwenye michuano ya kimataifa sidhani kama tuna nafasi tena. Ukiangalia mpinzani wetu anayeongoza kundi ana alama 8, ambapo tayari huyo sisi kwetu amesha qualify kwa sababu sisi hatuwezi kufikisha alama 8. Hata tukishinda michezo miwili yote tunabaki na alama 7. Kwa hiyo tayari wa kwanza kwenye hili kundi ameshapatikana. Lakini mchezo unaofuata Esperance akishinda naye tayari amesha qualify. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tu ambayo unaweza usipende ni kwamba sisi msimu wetu kwenye michuano ya rasmi umetamatika hapa, na kinachobaki ni kupambana, aidha tusimalize kinyonge, tusimalize kidhalili, tupate walau pointi kadhaa katika michezo miwili ambayo imebaki, lakini nguvu kubwa kabisa tuielekeze kwenye ligi kuu ya NBC. Na rai yangu kwa mashabiki wa Simba, huu sio muda wa kuanza kutukanana, sio muda wa kuanza kufarakana wala kuvurugana. Huu ni muda sahihi kabisa wa sisi kutulia na kujipanga kuangalia ligi kuu ya NBC tunaingiaje na tunakwenda kupata matokeo mazuri katika ligi hiyo. Asanteni bwana.